Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Mimi nafikiri cha kujifunza ni kujifunza kwamba kanuni lazima ziheshimike. Miongozo lazima iheshimike. Wenzetu wamepiga hatua, wenzetu wako serious ya mpira. Ndio maana kila siku nadhani nchi za kaskazini mpira imeendelea na nini, na inaendelea kwa sababu ya kufuata taratibu, ya kufuata miongozo waliotengeneza wenyewe, kufuata kanuni waliotengeneza wenyewe. Kwa maana hiyo ndio maana imefika mahala timu kama hiyo kubwa Misri, ambayo naamini hata katika Afrika ni namba 1. Katika Afrika ni timu namba 1. Sio kwa washabiki, sio kwa ajili ya mafanikio, lakini imenyang'anywa point. Wewe unatokea lazima ujiulize kwa nini? Kwa sababu viongozi wanaosimamia mpira pale hawana uhusiano wowote na vilabu. Wanachosimamia ni kanuni na sheria, na ndio ambao tunatakiwa kuige mfano. Lakini tukiwa na viongozi wa babaishaji, na ndio matokeo ndio yanakuwa hayo. Ina maana kwamba kwa hili ambalo mlizungumza kana kwamba viongozi wa kamati ya uendeshaji wana mahusiano na vilabu. Ndio ukweli ulivyo. Ndio ukweli ulivyo, lazima nikwambie bwana mtangazaji. Kwa sababu unashindwa kufikia maamuzi kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu ukaribu na hizi timu kubwa. Na la sivyo ukisema sio hivyo, mtu akikataa hivyo namwambia uwezo wake ni mdogo kutafsiri sheria na kanuni. Hataki kuongoza mpira. Lakini kama na mapenzi, anatakiwa ache mapenzi, asimamie mpira. Ndio maana nimekuambia kabisa, nimekuambia mimi siwezi kupepesa macho juu ya bodi ya ligi. TFF lazima ivunje bodi ya ligi. Na nimesema tufike mahala sasa tuongozwe na kampuni kwenye bodi ya ligi. Hii habari ya bodi ya ligi kutokana sio wanachagua mwenyekiti wa klabu, sio nini wanakusanyana wanakaa mbele, hapana. Mpira sasa hivi usimamiwe na kampuni ambayo ni independent. Ndio tutakapofika, bila hivyo itakuwa ni shida tupu. Kwa sababu tuitegemea sisi bodi ya ligi itakuwa ni ya mpito. Baadaye tuwe na kampuni. Lakini naona miaka inazidi kwisha, hatuna kampuni, hatuna chochote. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo unavyodhani unaona kana kwamba wengi wanaongoza kwa mihemko ya timu fulani. Na ndio ukweli ulivyo. Wewe tafuta vinasaba vyao, utaona wana mahusiano na hizo timu. Na ndio maana katika kile kikao cha bodi ya ligi aliyeamua kutoka nje ya kikao, yule ni mtu wa Yanga. Baada kuona wenzao wameunganisha nguvu wa Simba, wanakanyaga katiba, kanuni wanakanyaga, miongozo wanakanyaga, kama kujitokea nje ya kikao. Akaona haina maana. Ina maana kwamba kwa jinsi ambavyo ulivyotafakari kwenye kikao kile, wengi ambao wamekuwa na hoja ya kuhairishwa kwa mechi ni kutoka Simba. Mimi naamini hivyo kwa sababu mtu ambaye kama alikuwa anazungumzia maslahi ya mpira bila ushabiki, maamuzi yasingekuwa vile. Yangekuwa kama maamuzi unayosema jana aliyotolewa Misri. Kwa hiyo bodi ivunjwe. Mimi bodi na kamati za uendeshaji ivunjwe. Unatotea kamati za masaa 72. Labda nikwambie jambo lingine. Kwa mujibu wa kanuni na sheria, mwenyekiti wa judicial organs zote anatakiwa ni mwanasheria, mwenyekiti mwanasheria, makamu mwanasheria. Lakini nenda kwenye kamati ya sheria na haki za wachezaji, muulize mwenyekiti ni mwanasheria? Si mwanasheria. Lakini nashangaa anafikia anatoa maamuzi bila hata kwa apili, kwamba mwenyekiti aliyesimamia kikao hata sifa, hata wajui. Kwa hata viongozi wenyewe wa vilabu nao ni mbubumbu vile. Ndio nakwambia, wewe waulize mwenyekiti wa kamati ya sheria na haki za wachezaji, je, ni mwanasheria? Kama kamati ya sheria na haki za wachezaji, mwenyekiti anatakiwa mwanasheria na makamu mwanasheria. Lakini ukienda kuangalia, wewe uliza mwenyekiti ni mwanasheria? Lakini anafikia anaongoza kikao na anatoa maamuzi, au maamuzi anatekeleza, yanaenda kwenye utekelezaji. Na hakuna hata klabu inayohoji kwamba bora kwa mujibu wa kanuni na sheria ndio huyu au mwanasheria. Hawahoji kabisa. Kwa ndio wanakuambia kabisa yenyewe ni tatizo. Kanuni hawajui na hawasomi. Zamani ilikuwa lazima kanuni, msimu mpya wa ligi tunawagawia kanuni wote, vilabu vyote vya ligi kuu, kila mtu anachukua kanuni, aenda kasome. Na tunaweka kwenye tovuti, mtu aenda kasome, lakini hawasomi. Ndio shida yao. Kwa hiyo kwenye eneo hili kunapaswa kuwepo kwa marekebisho makubwa juu ya hizi kamati. Lazima kuwe na marekebisho. Kwanza tuhakikishe kwamba tuwe na bodi ambayo itakuwa ni independent, ambayo ni kampuni
Alafu pili sasa, na hizi kanuni zifanyie marekebisho. Hizi kanuni zifanyie marekebisho mwaka 2013. Wakati mimi mjumbe wa kamati tendaji na kinatenda tuko pale ndio tufanyia marekebisho. 2013 mpaka leo kuna mambo mengi yanabadilika. Ndio maana nakuta mtu anamfungia miaka 20 maisha si nini. Katika masuala ya mpira miguu lazima uangalie unapofungia mtu, je, unamsaidia au ndio unampoteza kwenye mpira. Kwa mambo mengi yatakayofanyia marekebisho kulingana na wakati. Unadhani kwamba kwenye soka la Tanzania kuondoa huu Simba na Uyanga utakuwepo, kwa sababu mtu asipokuwepo Simba anakuwa Yanga na wale ambao hawana Simba na Yanga ni wachache? Sio kweli. Wakati mwingine ni matakwa na tabia ya watu. Kuweko Simba sio lazima. Mimi nilikuweko Yanga, lazima nikwambie. Mimi ni Yanga na declare interest. Lakini waulize wote walikuwa wananichukia, wote walikuwa wananipenda. Mimi nilikutana na bwana Hans Popo wakati wa marehemu. Nilimwambia mchezaji Singano, mlikuwa na mkataba naye, mkataba kwa ajili ya matibabu. Nionyeshe mchezaji analalamika, anasema anataka kuondoka, amjamtimizia masharti yake. Nikamwambia onyesha document za matibabu, mlimwandalia hata tokana tibio. Tukabishana, nikamwambia Hans Popo nilampa masaa yule akalete document. Anaenda kuniletea document ya mishahara. Nikamwambia hii ni mishahara, mimi nataka document za matibabu. Akawa hana, nikamruhusu mchezaji aende Azam. Nikaenda kwa Yanga, nikamwambia mchezaji Oku mliingia mkataba naye. Mlisema mtamtafutia nyumba kwa ajili ya kuishi. Lakini nionyeshe nyumba iko hapa mliompangia. Mara kwa anakaa kambini, nikamwambia kambini ndio ataweka familia. Nikamwambia mchezaji hamwezi, mchezaji Oku chagua timu unayotaka sana, nataka kurudi Simba, nikamrudisha Simba. Kwa lazima usimame katika haki, katika maamuzi bila kujali timu unayoipenda taathirika wala nini. Mapenzi mtapendana baadaye katika mazuri, sio katika mabaya. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.